Hizi ni ripoti mchanganyiko kutoka pale nchini Urusi juu ya kile ambacho kimefanywa na Urusi, ambapo takribani watu 14 wameuawa na wengine 29 kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa pale nchini Ukraini usiku wa kuamkia tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Mashambulizi ya Urusi kote Ukraini yameua takribani raia 14 na kujeruhi takribani 29, ambapo mamlaka ya kikanda imeripoti waliouawa ni pamoja na watoto na wafanyakazi wa Syria ambao wamekuwa wakifanya kazi kwenye meli ya kifanya biashara kule Odessa. Takribani mtu mmoja aliuawa na 6 kujeruhiwa wakati wa mashambulizi ya Urusi dhidi ya eneo la Dnipropetrovsk, maneno ya Gavana Serhiy Lysyak. Msururu wa milipuko uliripotiwa huko Kryvyi baada ya Urusi kushambulia mji huo mapema Machi 12. Mwanamke mwenye umri wa miaka 46 ameuawa huku wengine 5 wakijeruhiwa, Lysyak alisema, akisema matokeo kamili ya mashambulizi hayo yatakuja kutolewa kwenye ripoti ya baadaye. Urusi pia ilifanya mashambulizi katika kituo cha mkoa wa Dnipro usiku kucha na kumjeruhi mzee wa umri wa miaka 42 na kuharibu nyumba 10, shule ya chekechea pamoja na shule nyingine na majengo mengine, lakini pia walifanikiwa kuwasha moto katika majengo mbalimbali yaliyopo katika jiji hilo la Dnipro. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya mkoa wa Donetsk yamesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi wengine 13, na hii ni kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo la Donetsk anayefahamika kama Vadim Bwana Vlashkin, ambaye ametoa ripoti hiyo. Hii ni pamoja na watu 3 ambao wameuawa na wengine kujeruhiwa huko Siviarsk, 2 wameuawa na 2 kujeruhiwa huko Levin, 1 aliuawa na 2 kujeruhiwa huko Rodinetsk, 1 aliuawa na mwingine kujeruhiwa huko Pokrovsk, 4 kujeruhiwa huko Kostianivka na 1 kujeruhiwa huko Morocharika, kwa mujibu wa taarifa. Katika eneo la Kherson watu 2 wameuawa, 7 kujeruhiwa ikiwa ni pamoja na watoto 2, kwa mujibu wa Oleksandr Pelokdin ambaye ni gavana katika eneo hilo. Majengo 3 ya juu, nyumba 8, bomba la gesi, majengo mengine na magari yaliharibiwa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Usiku kucha Urusi ilipiga pia bandari ya Odessa kwa kombora la ballistic na miundombinu iliharibika vibaya mno, lakini pia meli ya wafanyabiashara iliyokuwa na bendera ya Barbados MJ Pina ambayo ilikuwa ikipakia ngano kwa ajili ya kusafirisha kwenda Algeria. Gavana Oleh Kilpril amezungumza juu ya mashambulizi hayo ya Urusi. Wafanyakazi 4 ambao wanafanya kazi katika meli ya Syria wenye umri kati ya miaka 18 na 24 wameuawa, huku mfanyakazi mwingine wa Syria lakini na mfanyakazi mwingine kutoka bandari ya Ukraine akijeruhiwa, na magara mengine ambayo yalikuwa yakitumika kuhifadhi mizigo ya nafaka pia yaliharibiwa. Lakini pia raia mmoja alijeruhiwa wakati wa mashambulizi dhidi ya jamii ya Mariupol katika eneo la Sami mnamo Machi 11, utawala wa kijeshi katika eneo hilo umezungumza. Mashambulizi haya ya Urusi si sehemu ya majibu ya kile ambacho kimefanywa na Ukraini siku ya tarehe 11 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, kurusha droni zaidi ya 330 katika maeneo mbalimbali nchini Urusi, ambapo zilisababisha maafa katika majengo kadhaa, ambapo Urusi ilisema majibu yake watayafuata. Lakini kufuatia mashambulizi hayo ambayo yalifanywa na Ukraini, tumeona wabunge kutoka katika bunge la pale Urusi wamependekeza kwamba Urusi inatakiwa kujibu mashambulizi ya Ukraini ya tarehe 11 kwa kutumia makombora aina ya Oreshnik pamoja na zile ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi nchini Ukraini. Urusi inapaswa kuishambulia Ukraini kwa kutumia kombora la masafa ya kati la Oreshnik, amezungumza Andrei Kaltrapolov, mkuu wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma la Urusi, au tunasema huyu ni mkuu wa kamati ya ulinzi ya bunge la pale Urusi. Wito wa kuchukua hatua unakuja kujibu kile ambacho kilionekana kuwa ni shambulizi kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraini tangu kuanza kwa mapambano ya Urusi mwaka 2022.
Uamuzi uko kwa amiri jeshi mkuu Rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini nadhani haitakuwa jambo la busara kurusha hizi Oreshnik. Bora hata irushwe Oreshnik moja tu, alizungumza Karl Topolov akizungumza na waandishi wa habari. Maoni haya yanafuatia ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi kwamba ulinzi wake wa anga ulinasa wimbi la ndege zisizokuwa na rubani 337 katika maeneo mengi ya Urusi, huku 74 zikiripotiwa kupigwa katika eneo la Moscow wakati zilipokuwa zinataka kufika katika eneo hilo. Upande wake jeshi la wanaanga la Ukraini wameripoti kukamata ndege 79 kati ya 126 za Urusi na kombora moja la ballistic la Iskandar-Shem ambalo lilirushwa usiku huo, ambapo Urusi wamesema inaendesha mashambulizi ya kila siku kwa Ukraini kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani pamoja na mabomu ya kuongozwa. Urusi iliwahi kurusha kombora la Oreshnik dhidi ya Ukraine hapo awali na kushambulia Dnipro mnamo Novemba mwaka 2024 baada ya Kyiv kufanikiwa kutumia makombora ya Atacms ambayo yametolewa na Marekani kulenga shabaha ya kijeshi katika ardhi ya Urusi. Putin alisema mashambulizi kwa kutumia Oreshnik ni jibu kwa matumizi ya Ukraine ya silaha za masafa marefu za magharibi kushambulia ndani ya Urusi. Wakati Putin akitangaza mpango wa uzalishaji mkubwa wa makombora aina ya Oreshnik, maafisa wa Marekani walisema kwamba Urusi ina uwezo wa kuwa na idadi ndogo tu ya makombora haya ya majaribio. Kufuatia mashambulizi haya ya mwezi Novemba mwaka 2024, vyombo mbalimbali vya habari viliripoti kwamba Kremlin kwa maana ya Urusi ilifanya vurugu kwenye vyombo vya habari kuzunguka shambulio hilo, wakitoa mfano kwa maafisa wa Urusi ambao walisema kampeni hiyo iliundwa ili kutishia magharibi na kuzuia usafirishaji wa silaha kwenda pale nchini Ukraine. Kwa hiyo hili nalo tunasubiri majibu ya bwana Vladimir Putin, na majibu haya yatakuja wakati ambapo Ukraine wamekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, jambo ambalo na lenyewe kwa hivi sasa linasubiriwa kwa hamu na gamu kuona kama Urusi watakubali kusitisha mapigano au wataendelea kupambana na serikali ya Ukraine licha ya usitishaji wa mapigano kwa muda wa siku 30, kwa sababu tayari Urusi wamepata madhara kutokana na kile ambacho kimefanywa na serikali ya Rais Volodymyr Zelensky wakati majadiliano yanaendelea kule mjini Jeddah. Sasa niweke nukta na ripoti moja hapa ambayo inahusiana na kile ambacho kimezungumzwa na raia wa pale Ukraine, ambapo naambiwa 87% ya raia wa Ukraine wanaamini kwamba Urusi haiwezi kuachilia maeneo ambayo inayakalia kwa hivi sasa. Kwa hiyo Ukraine pamoja na mambo mengine lazima wajiandae kisaikolojia. Idadi kubwa ya wa Ukraine wanaamini kwamba Urusi imedhamiria kuiangamiza Ukraine na haitaishia katika maeneo ambayo inamiliki hivi sasa, kwa mujibu wa uchunguzi wa taasisi ya kimataifa ya Kyiv Sociology KIIS ambayo ilichapisha Machi 11. Utafiti huo unakuja wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema mnamo Machi 10 kwamba Ukraine inahitaji kufanya makubaliano ya kimaeneo kama sehemu ya makubaliano yoyote ya kumaliza mgogoro. Kwa mujibu wa KIIS, 87% ya wa Ukraine wanaamini kwamba Urusi inakusudia kuendelea na uchokozi wake zaidi wa kuchukua maeneo ambayo yanayakalia kwa hivi sasa na mengine. Imani hii ni thabiti katika mikoa yote. Zaidi ya hayo, 66% ya waliohojiwa walisema kwamba lengo kuu la Urusi ni uharibifu kwa Ukraine. 28% wanaamini kwamba Moscow inataka mauaji ya kimbari, wakati 38% wanasema inalenga kuteka eneo kubwa au lote la Ukraine na kuondoa utambulisho wake wa kimataifa katika taifa hilo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea huko katika eneo la operation. Jukumu letu ni moja tu, kama daraja tunatumika kusafirisha kufika eneo lolote lile ambalo kuna namna ambao tunahitaji kuweza kusifikisha hizo taarifa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.